kwa siku ya kwanza, na somo tutakalotembea nalo linasema vita katika mti. The battle on the tree. Vita katika mti. Tunasoma neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa kwanza Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa kwanza tutaishia kwa 15. Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, na akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha katika miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adam akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adam akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hilo ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisiki. Mungu atusaidie sana. Naomba nizungumze juu ya vita katika mti. The battle on the tree. Vita hii ndio vita iliyobadilisha, iliyoharibu historia ya ulimwengu. Mungu atusaidie sana. Tunakutana na kitabu hiki kinaitwa kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ni kitabu ambacho kinatupa picha kamili ya uumbaji wa Mungu, makusudi ya Mungu, mpango wa Mungu na ushirika wa Mungu pamoja na mwanadamu. Jamani, tunapendwa. Toka mwanzo Mungu anapenda kuwa na mwanadamu na anapenda kuongea na mwanadamu, anapenda kuishi pamoja na mwanadamu. Kama unanielewa sema amina. Amen.
sura ya kwanza na ya pili ya kitabu cha Mwanzo. Sura ya kwanza tunaona uumbaji wa Mungu unaanza. Mungu anatamka neno, linatimia. Kama ambavyo mwandishi wa Zaburi 33:9 anasema, maana yeye alisema ikawa. Tuna Mungu ambaye anasema inakuwa. Aliamuru ikasimama. Mungu wetu aliposema ziwepo mbingu na nchi, zilitokea. Aliposema itokee nuru, ikatokea. Utokee mwanga unaitwa jua utawale mchana, na mwezi utawale usiku, ikatokea, na kadhalika. Mungu huyu aliumba kwa njia ya kusema. Maana yeye alisema ikawa, aliamuru ikasimama. Jina la Bwana libarikiwe. Sura ya kwanza mstari wa 26 na wa 27, Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale dunia. Bwana asifiwe. Zaburi inasema mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi kwa maana ya dunia Mungu ametupa sisi wanadamu. Yaani dunia ni ya kwako. Ikiharibika umetembea. Mnanisikia ninachosema? Dunia ikiharibika wewe umetembea. Mnisikiliza vizuri? Mnanisikia vizuri? Hao wachawi wanasumbua hao. Mungu ameweka ndani ya uwezo wetu. Hamjasikia? Hizi ajali za utoaji kafara hizi zinazofanyika, kama kanisa lingesimama na kukataa, zisingetokea. Hii kasi mnaisikia kasi iliyopo. Kuna kasi kubwa sana ya watu kujiandikisha Freemason waabudu shetani ili wapate hela. Hiyo kasi inasababishwa kwa sababu kanisa halijachukua nafasi sawa sawa. Tungejipanga sawa sawa, watu wangekimbilia Mungu wetu badala ya kukimbilia joka. Freemason ni joka, ni ufalme wa joka. Mnanielewa vizuri? Kwa hiyo kumbe tuna majukumu, tuna wajibu wa kupanya katika dunia hii. Kwa hiyo Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale dunia na uumbaji wote ulio kwenye dunia. Mstari wa 27 anasema Mungu akamuumba mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo tokea mwanzo kusudi la Mungu ilikuwa ni kuumba mwanaume na mwanamke. Amina. Sura ya pili ni sura ambayo mwanadamu anapewa majukumu ya kutunza bustani ya Edeni, ailime, aipalilie, aitunze. Kwa hiyo kazi ni lazima. Amina. Na mtu asiyetaka kufanya kazi kula na asile. Kazi sio laana, ni wajibu. Sasa tunakuja kwenye sura ya tatu. Nikimalizia sura ya pili, kwenye sura ya pili, mnisikilize, kuna tafsiri ya kitheolojia ambayo nataka niweke wazi. Sura ya kwanza Mungu aliumba roho ya Adam, akaumba roho ya Eva. Sawa? Sura ya pili Mungu akakamata udongo kuumba mwili wa nani? Wa Adam. Halafu akapulizia pumzi, lile dongo likawa nafsi yake. Lakini Mungu kwa sababu alishaumba roho ya Eva, inatakiwa na yenyewe na mwili ili aweze kuhusiana na Adam. Sura hiyo ya pili Mungu anafanya operation ya kwanza. Anamlaza usingizi nani? Adam. Anachomoa ubavu. Kwa hiyo wanaume tuna mbavu moja imepungua. Sawa? Akatengeneza mwanamke. Sasa sijui kama Mungu aliduplicate zile mbavu kufidia pengo, mimi sijui. Lakini huo ndio uhalisia wa kibiblia. Na ndio maana wakina mama mili yao ni laini. Sisi ni komaa. Hawa jamani. Achana na hiyo sohoja. Sasa tunakuja kwenye vita katika mti. Hii wiki yote tutazungumza vita katika mti.
tunakutana na Adam na Eva wanapimwa juu ya maarifa walionayo juu ya Mungu. Shetani anapokuja kukujaribu, anakupima unamjua Mungu kiasi gani. Utapimwa unajua neno la Mungu kiasi gani. Utapimwa unatii kiasi gani. Utapimwa wewe ni mwaminifu kiasi gani. Utapimwa wewe ni mtii kiasi gani. Mungu atusaidie sana. Kwenye maandiko haya tumesoma, tunakutana na mambo mawili ambayo, mambo ya aina mbili ambayo tunataka kuyajua. Mnisikilize vizuri. Ni masomo kidogo ya ndani. Kwanza tutakutana na mtindo wa jaribu. Shetani anapotaka kumjaribu mtu, ana mtindo wa jaribu. Kiingereza tunasema the style of temptation. Na siku zote shetani anatumia mtindo huu na utaka kusema. Sasa tunaanza. Unaweza kuandika hapo kichwa kidogo cha somo, mtindo wa jaribu. Vita. Nikisema vita maana yake majaribu tunayokutana nayo ndio vita. Shetani anataka ama atuangushe, wakati Mungu anataka sisi tushinde. Tukisoma Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Shetani mchonganishe. Shetani ni muongo. Shetani wanatunga hila. Unanisikia vizuri? Anamwambia mwanamke, wewe mama wote wenye mwili, eti ndivyo Mungu amesema msile matunda yote ya bustani? Mimi nimwambia shetani, funga mdomo, ondoka. Tusipokula matunda ya bustani tutakosa vitamini C. Mnanisikiliza? Amen. Hivi Mungu wetu amesema msile matunda yote ya bustani? Alichokosea mwanamke ni kuanza kujibizana naye. Akaambia hapana, matunda ya bustani tunaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema tusi. Kuna mambo matatu yamezungumzwa pale. Tusiale, alafu tusiaguse, alafu twende pamoja basi. Tuna Biblia au huna? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Sawa? Alijibu, matunda ya bustani twaweza kula. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kiingereza tunasema tunda la mti wa katikati ni forbidden fruit. Ni tunda lililokatazwa. Mkenya mmoja ameimba wimbo na upenda sana. Anasema Adam na Eva walitenda dhambi ya nini? Ya asili. Tunda lile walilokatazwa na Bwana Mungu walifanyaje? Walikula. Sasa mnisaidie kuelewa. Dhambi ya kwanza ambayo walifanya hawa watu inaitwa nini? Inaitwa kukosa utii. Kukosa nini? Utii. Na hii ndio inatusumbua leo kwenye familia. Unakuta kasichana au kavulana kakishapale hakataki kusikiliza wazazi. Ni kweli sio kweli? Kana kwa kako juu. Kukosa nini? Na hii ndio inatusumbua kwenye ndoa. Wamama wameambiwa enyi wake watiini waume. Hivi wanawake wote waliolewa wanatii?
Inaweza 50-50. Tuko sawa mwanangu. Wewe una kwenu na mimi na kwetu. Wewe ulisomeshwa na mimi niso. Yaani hamna mkubwa kwenye familia. Nasema kweli sio kweli? Wamama mpo. Msitupandilie kichwani. Na hivi nimezaliwa jana. Msitupandilie kichwani. Nyinyi ni wa hapa katikati hapa. Nyinyi ni wa hapa katikati, maana yake wa kupendwa. Sisi ndio vichwa wa kutawala. Huwezi kugeuza utaratibu wa Mungu kwamba mume ni nini? Kichwa cha nyumba. Na mke ni nini? Ubavu au upendo wa familia. Unanisikia vizuri? Amen. Kuna vuguvugu linaitwa la Beijing. Unalijua? Vuguvugu la Beijing linasema mwanaume asikutawale, asikubabaishe, mko sawa. Na popote mkiwa sawa kwa kila kitu, hakuna atakayekuwa na amri ya mwisho. Ni kweli sio kweli? Hatuwakatazi wanawake kushauri waume zao. Lakini pike mahali bwana mipango mkuu wa familia na msemaji wa mwisho wa familia ni nani? Ni baba. Mbona watoto wote unaomzalia wanaitwa kwa jina la mume wako? Kwa nini nao usizae katoto kakaitwa? Haka katoto kanaitwa Julius Martha. Dunia yote itakushangaa kuanzia Ulaya mpaka Afrika. Katoto kalizaliwa anaitwa Rudi Julius Paulo Kiuga. Kwa nini? Mkuu wa kaya ni baba. Wanawake walioolewa waseme amina kama wanakubaliana mimi. Na uchache wa amina maana yake vuguvugu la Beijing limewaharibu. Haki sawa. Sasa jamani, tunataka na sisi tunaosha vyombo. Tunasugua vyombo kweli. Na nyinyi tuambia katafuteni hela mlishe miezi 2-3 kama mjaona pamebanana hapo ndani. Mwanamke sio hapa. Baadhi ya wanawake akishaweza kulisha familia mwezi 1-2-3 anawaka kama petroli. Umekaa tu nikulishe na matoto yako nakulisha. Yaani nikuzalie. Nikulishie. Sikikuleta mahali uchukue wewe. Lakini ulishaona mwanamume anatunza familia alafu analalamika. Sisi ni jukumu letu. Tunajielewa. Wanawake wengi leo mkininyima chakula sawa, soda sawa. Wanawake wengi wanafanya kazi lakini kuweka wazi mishahara yao ni issue. Nasema kweli uongo? Amen. Yaani baba anafanya kazi tupokea hivi. Lakini mnainama, mshahara wa mwanaume ni wetu sote familia. Mshahara wa mwanamke kama mwanamke kanasema ni wangu. Mnajua hicho Kiswahili? Kwa hiyo Mungu aliweka mwanaume awe kichwa cha familia. Munisikilize. Mtume Paulo anasema kwa Waefeso, kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa, ndivyo ambavyo mume ni kichwa cha familia. Amsemi amina leo. Amen. Alafu wanawake wanaambiwa, ewe mke mtii mumeo kama kanisa linavyomtii Kristo. Wanawake wengine hawataenda mbinguni kwa sababu hawakuwa na utii kwa waume zao. Angalia kulia na kushoto, mwanamke asiye na utii kwa mume wake utajua tu zote. Angalia kulia na kushoto. Haki sawa kwa wote. Haki sawa kwa wote. Jamani, haki sawa kwa niite mwanamke abebe hii. Si haki sawa? Niite mwanamke abebe ispika. Yupo. Lakini inaletwa na mwanaume mmoja kwenye bodaboda. Jana wakati napelekwa kuwekewa hiki chuma huko pembeni, bodaboda mmoja tu alibeba.
yako hapo juu. Tumbebeshe mwanamke kwenye pikipiki, tampeleka mtaloni. Yaani haiwezekani tulindane. Mmenielewa? Tuna utofauti mkubwa. Sisi tuna misuli, nyinyi hamna misuli ya nguvu fanya kazi. Na misuli tu ya kuendesha mambo rangi. Kwa hiyo shida hiyo. Sasa tunaanza. Shetani anatumia mtindo huu kumjaribu mtu mmoja. Wazo, anakuja na wazo. Wazo unaweza kuweka kwenye mabano pendekezo. Shetani ampungi kama Eva ili ale tunda, anamletea pendekezo. Ati Mungu amesema msile matunda hayo. Matunda tunaweza kula, lakini ile tunda la mti wa katikati hilo Mungu amesema tusile wala tusiguse, tusije tukala. Mstari wa 4 anasema ndio pendekezo hili, andika na mstari wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa. Nyoka anajaribu kujenga hoja kwamba Mungu ni nani? Ni muongo. Hamtakufa. Kwa hiyo tunaanza na wazo. Mtu akitaka kurudi nyuma dhambini anaanza na nini? Wazo. Mtu akitaka kulewa pombe anaanza na nini? Wazo. Mtu akitaka kufanya uasharati au udhinzi anaanza na nini? Wazo. Wazo. Na tuna kichwani humu tuna ubongo. Kazi ya ubongo ni kufikiri. Unaweza ukafikiri sawa au ukafikiri isivyo sawa. Unaweza ukawaza sawa au ukawaza isivyo sawa. Ndio maana mtu anaweza akawaza akasikia ujasiri na kumpenda Mungu zaidi, si ndio? Na mtu mwingine anaweza akawaza akasikia kukata tamaa kwenye wokovu au kwenye maisha. Hata wale waliojinyonga walianza na wazo kwamba nikijitundika kwenye kamba nitapumzika shida zinazonikabili. Kumbe wamedanganyika. Akishaipiga ile stuli kadondoka huko, ananing'inia. Anatamani mtu aje amkatie kamba, hayupo. Anarudisha namba. Mungu atusaidie sana. Amen. Wazo. Kwenye Biblia mawazo ni mishale ya moto ambayo yule mwovu analeta kwenye ufahamu. Mawazo kutoka kwa shetani yanafananishwa na mishale ya nini? Ya moto. Kwenye Mwanzo 3:4 na 3:16 anasomeka hivi. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa. Mstari wa 16 anasema, ngoja niangalie vizuri. Hakika mtakufa. Mstari wa 4. Ni wa 5 samahani. Mstari wa 5 anasema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Unasikia, hiyo ni hoja pia. Mungu amesema msiale, msiaguse, mtakufa. Shetani anasema hakika. Tena anatumia neno nini? Hakika hamtakufa. Sasa kweli ni nani? Mungu au shetani? Ndio maana tuna maisha ambayo kwa kweli hayakuwa ya kweli. Ni kwa sababu tu Adam na Eva walishindwa vita katika mti. Tunakwenda sawa? Haya, mnisikilize. Kwa hiyo unapowaza, wewe unapowaza au mimi ninapowaza, huwa yanakuja mawazo yenye kujenga hoja pinzani. Kwa mfano, Mungu amesema katika neno lake, ikiwa utaisikiza sauti yake na kutenda yale aliyokuamuru, hataweka magonjwa kwako ya mfano wa yale aliyowatia wa Misri, kwa kuwa yeye ni Bwana Mungu akuponyaye. Sawa? Hiyo ndivyo Mungu alivyosema. Umenielewa? Shetani akija anakuambia
Sasa hivi magonjwa ni mengi. Atakwambia hakika magonjwa mwaka huu yatakuwa. Nasikia watu wanasema nina mafua ya kufa mtu. Hivi jamani, ukiacha corona, uviko, ushawahi kusikia mtu amekufa kwa mafua? Lakini unasikia mtu anajiimba nina mafua ya kufa mtu. Shetani analeta wazo, na lile wazo analijengea hoja pinzani lililo kinyume na neno. Biblia inasema sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Maana yake ni maana yake Mungu anataka tukiri uzima kila wakati. Lakini adui atakwambia yaani ugonjwa huu mwanangu utoboi. Ushaona watu wakiugua nabo yana nawaza tu kufa. Mungu atusaidie sana. Jana nilisikia ushuhuda wa mtu pekee aliyepata bahati ya kunipigia simu jana. Akanishuhudia jinsi alivyokuwa amekukua na hali ilivyokuwa mbaya. Vipimo vyote vya hospitali kubwa za Tanzania nilikuwa naonyesha hana shida, lakini anaumwa. Ni kipimo kilichofanyika Nairobi, hospitali moja cha milioni 1,600,000 ndio kilichoonyesha shida alikuwa nayo kwenye mifupa. Na akawa anatibiwa, na aliyemwandikia kile kipimo ni daktari kutoka India kuja kutembelea hapa Tanzania, Dar es Salaam. Mnanisikia vizuri? Anasema alikuwa halali. Nenda kisinzia nusu saa moja, usingizi unakata, maumivu kwenye mifupa mtindo mmoja. Shetani anamwambia utakufa, kwa staili unakufa, huwezi kupona. Lakini amekutana na hiyo daktari kutoka India, akamwambia kipimo unachopima sio CT scan ya kawaida, kuna jina fulani nadhani PET CT scan. Kenda kupima ndio kagundua shida ya kwenye mifupa. Kaingia kwenye matibabu. Anasema shida zote zilizokuwepo zimeisha zote. Sasa vipi angekata tamaa akajinyonga? Angekwepo? Angeshatangulia motoni. Akanionyesha jinsi alivyosimama, wala hakuwahi kuambia wala kwamba nateseka kwa kiwango hiki. Alikaa kimya akamlingana Mungu. Alikuwa anawadokeza tu tuna shida kidogo na nini, lakini alimlingana Mungu na Mungu akamtetea. Ndugu zangu, tubadili mtindo wetu wa kufikiri, mtindo wetu wa kuwaza na kujenga hoja, ndio tunakuwa washindi kwenye maisha yetu. Namba 3, mtindo wa 3 unaotumia shetani unaitwa fikra pinzani. Fikra pinzani. Fikra pinzani. Mwanzo 3:5 anasema, tuanzie 4b. Mwanzo 3:4b na 5. Hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Shetani anasema hakika mtakufa. Sasa anawaambia kuleni tunda ili mfanane na Mungu. Unaona jinsi ambavyo hii ni fikra pinzani. Mungu aliwaumba kwa sura na mfano wake, wanatafuta kufanana na Mungu tena kwa vipi? Mtindo wa 4 ambao shetani anatumia unaitwa ngome. Ngome. Yaani ukianza na wazo ukalikubali, wazo linageuka, mnisikilize, wazo kwa lugha nyingine ni pendekezo, linageuka kwa hoja pinzani. Hoja pinzani inageuka kwa fikra pinzani, mtindo wa kufikiri ulio kinyume na Mungu. Halafu mtindo wa kufikiri ulio kinyume na Mungu ukikaa kwa mtu kwa muda, unajijengea ngome. Inakuwa ndio aina yako ya kufikiri au mindset yako. Na kumbuka, mtu akiwa kwenye ngome hawezi kutoka kwa urahisi.
Mnanielewa? Mtu akiwa kwenye ngome hawezi kutoka kwa urahisi. Tunapoingia kwenye ngome ambao ndio mtindo wa siku zote wa kufikiri, tayari tumetekwa. Mwanzo 3:5-6 anasema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke anasema ipo hai. Mwanamke mstari wa 6 alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika tunda lile akala, akampa mmewe naye akala. Waefeso 6:16 inatuambia juu ya ngome. Na Wakorintho tutaenda kwenye Waefeso 6:16. Inatuambia hivi, zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya moto ya yule mwovu. Maana yake ni tukiwa na imani thabiti katika Mungu, tutazuia wazo tokea mwanzoni, au hoja pinzani tokea mwanzoni, au fikra tutazuia kabla sijazaa ngome. Mungu atusaidie sana. Wakorintho wa pili 4. Wakorintho wa pili sura ya 4. Wakorintho wa pili sura ya 4. Mstari wa kwanza mpaka wa 4 unasema, kwa sababu hiyo tunakwenda pamoja. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema hatulegei, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Mtu aliyeokoka anatakiwa kukataa mambo ya aibu yaliyojificha ficha. Tunakwenda sawa? Wala hatuenendi kwa hila. Hatuenendi kwa nini? Kwa hila. Hila maana yake ujanja, udanganyifu. Tunakwenda sawa? Wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Sasa hivi injili inachakachuliwa. Watu wanachanganya mahitaji yao binafsi, tamaa yao ya hela na injili. Hiyo ni kuhubiri injili kwa hila. Mnanisikia? Tuambie watu tule ukweli uliopo. Sawa? Namba 3, lakini ikiwa injili yetu imesitirika, kama injili yetu imefichika, imesitirika kwao wanaopotea. Mnanisikia? Mstari wa 4, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Ikifika mahali fikra za mtu zimepofushwa, maana yake amejengewa ngome, maana yake hajielewi tena, anakuwa ni mtumwa wa giza, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwatukie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura yake. Mimi na wewe tuliyepata neema ya kuokoka, mnisikilize vizuri, tusimruhusu shetani atuletee mawazo ya ovyo ovyo. Dawa ya mawazo ni ndogo tu. Sawa? Akikuletea wazo, jibu kwa neno la Mungu. Imeandikwa. Sawa? Imeandikwa hivi. Kwa mfano, ndawapa mfano ili mnielewe. Shetani akileta wazo, mimi niwahi kunywa pombe, kwa hiyo nisimamia. Shetani akiletea wazo kwamba ulipokuwa unakunywa pombe, ulikuwa unasahau shida zote, unasikia kidogo unakuwa kama dunia haina shida kwa muda. Unakuwa ganzi kidogo na matatizo ya dunia. Mimi nitamjibu, Biblia inasema katika Waefeso, tena msilewe kwa mbinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Unaona kwa mjibu? Mungu asifiwe sana. Kama ulikuwa
mwasharati, shetani anakukumbushia enzi zile za uasharati na uzinzi. Mwambie shetani imeandikwa hivi. Imeandikwa usizini kwenye amri 10 za Mungu. Lakini Yesu alikaza hapo akasema hata mtazamaye mwanamke au mwanaume akamtamani amezini naye moyoni. Sio tu kufanya kile kitendo, hata kutamani. Yaani maana yake kumuwazia mpaka umetenda. Jina la Bwana. Yaani lazima tuwe na maandiko ya kumjibu adui. Jina la Bwana libarikiwe. Hatuwezi, unajua, sikiliza. Yakiota magugu, sema magugu. Kadri unavyoyaacha unayamwagilia, yale magugu yatakuwa makubwa. Na wazo linakuja kama chembe ndogo, mbegu ndogo. Kadri unavyolipa nafasi, hilo wazo linakwaje? Linajengeka, linazaa hoja pinzani, linazaa fikra pinzani, manake mtindo wa kufikiri ulio kinyume na Mungu, linazaa ngome. Mungu atusaidie. Sasa aina za majaribu kwa dakika 10 tumalize, tuombe Mungu. Ziko aina 3 za majaribu. Majaribu yoyote unayokutana nayo duniani yako kwenye aina 3. Hawa. Sasa kabla tujamwangalia huyu mama yetu, huyu mama yetu na baba yetu wa kwanza, twende waraka wa kwanza wa Yohana. Mungu nisaidie. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, tusome mistari 3 hapo. Wa 15 mpaka 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka wa 17 inasema hivi: msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Mnasikia hivi? We don't need to love the world. If we do, then the love of God is not inside us. Yani hatupaswi kuipenda dunia. Sasa mnisikilize. Watu wanashindwa kuelewa hapa. Mungu anaposema tusiipende dunia, hamaanishi tusipende dhahabu, hamaanishi tusipende almasi, hamaanishi tusipende tanzanite, hamaanishi tusipende magari ya dunia hii, hamaanishi tusipende kuvaa nguo nzuri za kidunia. Nikisema za kidunia, hakuna nguo iliyotoka mbinguni, zote ziko duniani. Mmenielewa? Ila sio vichupi na vimini na vipedo. Hapo tuelewane. Nguo zote si za duniani, kutoka kwenye pamba ya duniani, si ndio? Anaposema tusipende dunia, hamaanishi tusipende vyakula vilivyoko duniani. Anamaanisha dunia ni nini pale? Dunia ni mfumo wa uasi. Mnisikilize. Ni mfumo wa uasi wa kishetani ambao ulizinduliwa pale Adam na Eva walipojikabidhi kwa shetani. Niwaulize swali, mama. Ukizaa mtoto, nani wanamfundisha kutenda dhambi wa mtoto? Si unajikuta kameanza au kuzira. Nakumbuka katoto kamoja kanapewa uji, kanafanya yani pako kapshike pua, kakose pumzi ndio kameze uji. Sasa nani amekafundisha kukataa kula? Simnanielewa? Mfumo tuliopokea kutoka kwa Adam na Eva ndio mfumo wa kidunia, mfumo wa kumwasi Mungu, mfumo wa kutokutaka kuishi neno la Mungu, mfumo wa kutokutaka kumtii Mungu. Niliongea na mtu mmoja, samahani nieleze. Nikamwambia sasa, tulikuwa ile mtu alikuwa anaenda, mnisikilize vizuri. Alikuwa anaenda kusalimia wanafunzi wa bodi. Shule zinasema usipeleke hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Mnanisikiliza vizuri? Yeye amebebeka. Nikamuuliza, uone kwamba mtoto wako atafukuzwa shule? Maana mimi na mwalimu huko nyuma. Umenielewa? Akasema hivi, sheria zimetungwa ili zivunjwe. Yaani sheria zipo ili zifanye nini?
Kwa hiyo mtu mwingine kwa aina hiyo atasema hata amri 10 za Mungu ameziweka ili zifanye nini? Nikamtazama nikamhurumia. Nikasema huyu ajui atenda. Sasa nataka kusema nini? Na tunaposema msipende dunia, maana yake msipende mfumo wa maisha ya kidunia ambao siku zote ni uasi kwa Mungu, uasi kwa utawala na serikali, uasi hata kwa jamii. Na tukawa kama kwenye zengo kanajisikia akaenda msibani. Hawapo. Kanaenda kama amesoma au akajasoma, kana mali au akana mali, lakini akashiriki mambo ya mbele. Ukikauliza sheria tumetungwa ili uasi uliomo duniani ndio dunia hiyo. Anaposema msipende dunia, maana yake msipende mfumo wa dunia kwenye tabia za uasi ndani yake. Mstari wa 16, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Umeona majaribu yako mangapi? Majaribu yako mangapi watu wa Mungu? Matatu. Jaribu la kwanza, tamaa ya mwili. Jaribu la pili, tamaa ya macho. Jaribu la tatu, kiburi cha uzima. Hayo ndio majaribu matatu uliona. Sasa tuanze andika tamaa ya mwili. Tukimaliza hapa tumemaliza mambo matatu. Tamaa ya mwili. Turudi kwenye Mwanzo sura ile ya 3. Kwenye Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 6. Mwanamke alipoona kwa ule mti wafaa kwa chakula. Wafaa kwa nini? Kwa chakula. Swali linakuja, mwanzoni alikuwa haoni kama unafaa? Mwanzoni hakuwa na wazo nalo. Alijua lile tunda limekatazwa. Sasa alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa nini? Kwa chakula, ingawa ni kinyume cha mapenzi yake. Sasa Yesu alijaribiwa pia kwa tamaa ya mwili. Mnanisikiliza vizuri? Kwenye kitabu cha Luka, andika Luka hapo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Biblia inasema Yesu akijaa Roho Mtakatifu akaenda akafunga siku 40 mchana na usiku hali hanywi. Alafu akaona njaa kwa sababu ya mfungo. Mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, geuza yaani mwili unatamani chakula, si ndio? Geuza haya mawe yawe mkate, ili utosheleze tamaa ya nini? Ya mwili inayoletwa na njaa. Jamani, sio kwenye mfungo wa Kwaresma. Kuna watu hawajaanza na sisi wakafika mahali wakala ugali. Nini tamaa ya nini? Ya mwili. Lakini Yesu alishinda hapo, alisemaje? Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Mathayo 4:4 imeeleza vizuri. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Yeye alishinda wazo na hoja pinzani iliyokuwa imeletwa na Shetani. Shetani wanafanya arguments au hoja pinzani. Umenielewa? Pointi ya pili inaitwa tamaa ya macho. Tamaa ya nini? Ya macho. Tunajaribiwa kwa kutazama kwa macho tukatamani. Yule mwanamke alipoona ule mti wapendeza kwa chakula, ni tamaa ya mwili. Alafu akasemaje? Tuko pamoja jamani? Mstari wa 6 hapo. Mwanamke alipoona kwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho. Yaani ile tunda linavutia hata kwa macho. Dhambi nyingi zinakuja kwa njia ya kutamani kwa macho.
Menisikia? Mwizi kabla hajaiba kwanza atamani anachotaka kuiba. Mtu akitamani hela anataka achukulie watu hela. Siku hizi kidogo mambo yamebadilika. Mimi nilikuwa kijana ndio naanza kwenda sekondari. Ilikuwa mabasi ya kugombania. Kuingia kwenye basi unafanyaje? Mnagombania. Sasa mkigombania tunakuwa na watu kati yao ni kuwabana wengine. Ukibanwa wanachana hapa. Wanachukua wallet. Si mmebanana? Yule mtu katamani hela ulionayo. Na nyingine mtu hawezi kuzini au kufanya uasherati mpaka kwanza ametamani, si ndio? Huwezi kuondoka na mtu hujamtamani. Mwizi hawezi kwenda kuvunja kaiba mpaka kuna kitu amekitamani huko ndani. Kama ni kwa mtu choka mbaya, anaenda kutafuta nini? Sio, umenielewa? Tamaa ya macho. Ukisikia watu wanakuwa na wivu wa kutaka kumharibia mtu vitu vyake, ni tamaa ya nini? Mimi mtaani naoishi jamani, umevunja rekodi kwa wizi wa kuku. Tuna grupu la mtaa. Yaani huwezi kumaliza wiki kuku hawajaibua mara 2 mara 3 hata mpaka mara 4. Na wakianza kuiba hapa, wanaiba hapa. Mstaafu mmoja amelizwa wiki 2 zilizopita. Alichukua hela akaweka vifaranga vya kuku sijui 100 nadhani wanasema zaidi ya 400. Mnanisikia vizuri? Wale vifaranga amewalisha wamepika, sasa ni kuku wanaudhika. Wakati akasombwa mimi nimeshaibua kuku kama sio mara 3 ni mara 4. Shida ni nini? Tamaa ya nini? Ya macho. Na wanaoiba hivyo sio tu kwamba utakula kuku 400 wewe na zaidi. Anajua kwamba hapa nikichukua hizi nikienda Mwakitori Machimboni, kuku moja 30,40 narudi na nini? Tamaa ya macho. Wanaenda wanaiba nyumba kwa nyumba. Hata ukiweka ukuta wanapanda. Wanakuja na ngazi. Wanapanda ule ukuta. Wanapanda ngazi ngapi? 2. Kuna tukio moja zilikamatwa ngazi ngapi? 2. Ngazi moja ya kuingilia, ngazi moja ya kushukia. Wakiona mageti yanafunguliwa, tayari kwenye ngazi na kupanda juu ya ukuta na kushuka. Tamaa ya nini? Yesu pia alijaribiwa kwa tamaa ya macho. Katika Luka sura ya 4 mstari wa 5 mpaka ule wa 8, mjaribu akamchukua akampandisha kwenye kilele cha mlima, akamwambia, ukianguka na kunisujudia nitakupa fahari yote hii. Yesu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, kumwabudu yeye peke yake. Alishinda Yesu. Wewe unapokabiliwa na jaribu la tamaa ya macho. Mwanamke aliona ile tunda la pendeza kwa nini? Kwa macho. Unafanya nini? Wanaume wanaowatokea wanawake, mnalisikia vizuri? Huwa wana lugha hii. Yaani wewe ni mzuri dunia nzima sijaona. Ina maana hata mama yake sio mzuri wa sura. Sasa kama anasema wewe ni mzuri namba 1, hii dunia yote sijaona. Ina maana tulipokuwa vijana tulikuwa naita wanawake wenye sura mbaya polygon. Polygon. Watu wasiojua Kiingereza, polygon ni umbo, ni mchoro wenye nini? Wenye kona nyingi. Haukutii polygon. Naomba radhi wa mama. Tukana hiyo kukutana na mtu mwenye sura mbaya wa kike leo polygon huyu. Ina maana hata mama yake ni
mshikaji anaambia wewe ni mzuri kuliko wanawake wote dunia, sijawahi kuona kama wewe. Na wewe unadanganywa tu, unaingiziwa ujinga. Ina maana hata mama yako sio nini? Ungemwambia ondoka zangu kwa shetani hapa. Shetani, ondoka. Mama yangu ni mzuri namba moja. Si ndio? Lakini mtu akiambiwa ni mzuri basi. Hata Malkia Elizabeth wa Uingereza na mzidi uzuri. Tamaa ya nini? Yesu akapandishwa kwenye mlima, akaonyeshwa fahari zote za ulimwengu. Watu leo wanamwacha Mungu kwa sababu ya kutafuta fahari za ulimwengu. Mimi nasema kama mtumishi wa Mungu, mnanisikia? Mwaka huu watu watakimbilia kwa waganga wa kienyeji sana, watalazwa makaburini sana, wataogeshwa hata maji ya maiti kibidi. Nini? Wanatafuta fahari ya madaraka, na yeye watu wakimtazama wamuone ni mheshimiwa nani. Ishindwe roho hiyo kwa watu wa Mungu katika jina la Yesu. Tamaa ya macho. Jaribu la tatu na la mwisho, aina ya tatu ya majaribu ambayo shetani wanaleta ni kiburi cha uzima. Tunapata wakina Mr. na kina Miss na kina Mrs. haamiliki. Kiburi cha nini? Cha uzima. Mwanamke kwenye Mwanzo 3:6 akaona ule mti watamanika. Kwa nini? Kwa maarifa. Mungu alikuwa amempa Adam na Eva uwezo wa kujua mambo, lakini anasema uwezo aliotupa Mungu hautoshi. Tunataka maarifa zaidi. Waabudu shetani. Mnajisikia vizuri? Waabudu shetani, Freemason, wanaitwa Illuminati. Illuminati maana yake wana mwanga eti wa ziada wa kuona. Lakini ni watu ambao wanalala kwenye tumbo, wanaingia kwenye tumbo la nyoka, la joka hata siku 3 kabla hajapemwa ili apate hizo hela. Hapo mnisikilize vizuri. Na nyewe wasichana mjiangalie. Ukiona mwanaume hivyo, kama ana roho ngumu ya kuingia kwenye tumbo la joka, si ndio? Atakuja kuhurumia wewe. Siku akwambia tunataka kafara ya mkeo tukupandishe cheo cha utajiri. Wallahi utaliwa nyama. Kamba mtulie kanisani mtaki kusikia. Wanakutoa kafara, wanakukula nini? Nyama. Kiburi cha uzima. Mwanamke akaona wewe mti watamanika. Kwa nini? Kwa maarifa. Illuminati wanataka maarifa ya ziada ya kupata hela. Sisi tutamngoja Mungu wetu katika jina la Yesu. Hakuna cha kwenda kwa mganga wa kienyeji, hakuna cha kuogeshwa makaburini, hakuna cha... Mimi nikitaka kugombea udiwani au bunge, nitatumia magoti na Biblia kumwomba Mungu anipe. Kama Mungu hakunipa, nitamtukuza, nitasema Mungu asante, na roho yangu sijainajisi kwa kuoga maji ya maiti au kwa kulazwa makaburini. Hata nikikosa ubunge si kitu. Mwaka huu mimi nasema kama mzee, Bwana asifiwe. Miaka nilionayo si hapa. Mwaka huu waganga wa kienyeji na wachawi wana biashara kubwa. Kwa Dar es Salaam magari yatapishana kwenda Bagamoyo kama kawa. Watu wanataka vyeo kupitia njia za kishetani. Kwenye Luka 4 mstari wa 9 mpaka wa 13. Luka 4 mstari wa 9 mpaka wa 13. Mnisikilize vizuri. Yesu akajaribiwa. Shetani akamwambia hivi. Akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini. Kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika chini. Yesu akajibu akamwambia ile neno, usimjaribu Bwana Mungu wako. Hili ni jaribu la kiburi cha uzima. Mnanisikia vizuri? Amen. Na hii ndio inayotutesa wachungaji makanisani. Mmenielewa? Hii ndio inayotutesa wachungaji wako.
Ukikuta mchungaji ana pressure au vidonda vya tumbo, ni washirika wenye kiburi cha uzima, kiburi cha hela, kiburi cha elimu, kiburi cha uzuri, kiburi cha lolote lile. Hivi na maskini wana kiburi? Na wauliza swali, maskini ana kiburi? Ndio. Ana kiburi cha kuwa mzima, akiamka mzima ana kiburi. Ngoja apigwe na ugonjwa. Tunasoma wachungaji, baba mchungaji, Bwana sifiwe, niko hoi baba, njoo uniombee, najua tukiniombea utapona. Mngekuwa mnanyenyekea hivyo na mkiwa na hela au mna uzima, kazi ingekuwa nzuri mno, kila mmoja angekimbia. Kiburi cha uzima is a problem. Mipasuko mingi ya makanisa ni kiburi cha uzima. Na yeye anataka aonekane ni askofu mkuu, na yeye anataka aonekane ni askofu wa jimbo, na yeye anataka aonekane ni mwimbaji maarufu duniani. Kiburi cha. Lakini Yesu alishinda. Sasa tunaweza kuangalia kwenye vita, mnisikilize. Hivi ni vita juu ya mti. Adam na Eva wanashindwa vita. Dhambi ikaingilia kwa mwanamke, si ndio? Dhambi ikaingilia kwa mama zetu mnaotuzaa. Dhambi ikaingilia kwa mwanamke. Mwanaume alipokuja kutoka misele yake huko ya kuangalia swala, alikuwa anawinda swala pale kitoweo cha siku. Akaambia mshikaji, ramani imebadilika ndugu yangu. Tunataka kuwa kama Mungu. Kula hili tunda. Akakugia bila kujiuliza. Waingereza wana mithali moja, wanaume wote watumevimba hapa. Hapa. Wanasema hapa. Sijui kama ni kweli. Lakini wanaume tumevimba hapa kwa sababu hatuna mafuta mengi hapa shingoni kama wakina mama. Wanasema hili tunda la Eva hili. Wanaume walipolishwa wakapaliwa ikabaki hapo. Wanaita Adam zepo. Mungu atusaidie. Jamani, tuko duniani kwa muda, tunakwenda kwenye makao ya milele. Inaweza kuwa milele mbinguni au milele motoni. Shinda majaribu ya tamaa ya mwili. Ukiweza kudhibiti tamaa za mwili, njaa isikutendeshe dhambi, ngono isikutendeshe dhambi, ngono au ashiki isikutendeshe dhambi. Mnanisikia vizuri? Tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kukaa unatamani unaangalia unavutiwa kila, yani kuna watu bana kila nguo anayoona anatamani. Kuna hela, sitabidi uipe au dange ili upate hela kuna hiyo. Kiburi. Mungu anatafuta watu wenye roho iliyotubu, iliyonyenyekea, iliyopondeka. Na hao watu ni adimu. Wengi tumejaa kiburi na kujisikia. Mnanielewa vizuri? Adam na Eva walishindwa vita vya kwenye mti. Lakini tutaona siku ya Ijumaa Yesu alishinda vita vya kwenye mti. Mungu atusaidie sana. Amen. Basi, mpendwa unanisikiliza, kama kuna eneo umeanguka katika hayo maeneo matatu, nakushauri kufanya toba na tengeneza na Mungu wako kabla hujachelewa, katika jina la Yesu Kristo. Amen.